Hii ni Dems Media na nikukaribisha tena kwa mara nyingine kuja kuifuatilia Dems Media. Kama unavyojua tuna mambo mengi ya kuongelea, lakini leo tutaangalia kile ambacho ni kuhusu generation ya sasa hivi. Mtandao nafikiri unatupa nafasi kubwa, lakini je, nafasi ambayo mitandao ya kijamii inatupa sisi tunaitumia kwa kutengeneza nini? Future au attention tu? Hili ni swali ambalo kila mmoja wetu anatakiwa ajiulize kabla ya kufuatilia video hii hapa. Je, hii nafasi kubwa ambayo mitandao ya kijamii inatupa kwa sasa hivi, wewe, mimi, tunatumia kwa njia zipi? Itupe tu nafasi ya umaarufu au ituingizie kipato, au tubaki kutoa comment kwenye posti za watu na kuonekana mabingwa wa kutoa maoni kwenye posti za watu? Hayo ni maswali ya msingi ya kujiuliza kabla hujaanza kuingia kwenye mitandao ya kijamii. Je, mimi naingia huku kwa ajili gani? Kwa faida zipi? Kwa nini nifanye hivi? Ukipata majibu, basi anza sasa, kwa sababu generation ya sasa ina nafasi kubwa sana. Mitandao ya kijamii imetupa njia nyingi sana. Unaweza ukajifunza mambo mengi kupitia mitandao ya kijamii. Unaweza ukapata ajira kupitia mitandao. Unaweza ukatengeneza connection na watu ambao ulikuwa hujuani nao, si familia, si watu wa karibu, watu wa mbali kabisa, ukaungana nao na mkatengeneza connection na mkafanya mambo makubwa zaidi kupitia tu mitandao ya kijamii. Lakini vyote hivi unavifikia kwa wakati gani? Au vyote hivi unavifikia kwa njia zipi? Kuna watu wanasema wao hawapendagi kuposti kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu si watu wa kuonyesha labda mafanikio yao, au si watu wa kuonyesha maisha yao. Lakini kuna muda inakulazimu upost ili kuonyesha kazi yako, kipaji chako, uonyeshe kile ambacho una ujuzi nacho, ili angalau kuna watu ambao wanaweza wakahitaji kujua kwako watapata kitu gani. Sio kubaki tunatoa comment, tunatoa maoni tu kwenye mitandao, tunapewa sifa ya kuwa watu ambao ni wazururaji kwenye mitandao ya kijamii, lakini hamna faida yoyote ambayo inatuingizia. Hebu tuangalie digital life, namna ambavyo imefanya watu wawe na pressure ya mafanikio ya haraka. Hii ni pointi ambayo watu wengi wanaweza kuwa hawaelewi. Kwa nini ninasema digital life imefanya watu wengi wawe na pressure ya mafanikio ya haraka? Kwa sababu hizi, watu wengi wanawaza kwamba nitatrend lini, lakini hawawazi nitajenga lini. Hapo sidhani kama umenielewa vizuri. Sasa hivi watu wengi wanawaza nitatumia njia zipi ili ni trend, lakini sio nitatumia njia zipi ili na mimi kesho nijenge nyumba yangu, nimiliki mjengo, au nitajenga lini, au nitamiliki kitu fulani, au nitamiliki biashara yangu lini. Unajua, mafanikio ya watu ya sekunde 30 ambazo unaiona mtandaoni yasikutoe kwenye reli ya upambanaji wako. Nyuma ya hizo dakika 30 ambazo wewe unaona kwenye mitandao ya kijamii, hujui kuna vitu gani, kuna mateso kiasi gani, kuna upambanaji kiasi gani, kuna nguvu za ziada zipi ambazo mtu ametumia ili kufikia pale ambapo anafikia. Kitu kizuri ni kwamba si wenyewe ni mashahidi wa maisha tunayoyaishi. Tumeona mtu anakuaminisha kwamba amefanikiwa kwa uharaka, amefanikiwa ghafla, lakini nje au ndani ya pazia kuna vitu vingi ambavyo vimejificha. Lakini ametuletea tu yale mafanikio yake ya sekunde 30 ambazo amesafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Dubai, amesafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Marekani, amesafiri kutoka Dodoma kwenda wapi, ndani ya sekunde 30, na anatuaminisha kwamba mafanikio yake ameyapata kirahisi sana kupitia labda njia fulani, kitu ambacho sio kweli.
Usiamini hata siku moja kwamba kuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa mafanikio ya haraka namna hiyo, kwa sababu maisha yana mambo mengi sana. Huwezi ukalala ukaamka tu umeshakuwa tajiri bila kuwa na mikakati au mipango thabiti ya kukufanya wewe ufikie hapo. Wanaolala na kuamka wameingiza mamilioni ni wale ambao wametengeneza njia kwa mateso, kwa kupambana na kwa kuvuja damu, sio kwa kulala wanakesha mitandaoni kwa kutoa comment ambazo hazina tija au muhimu wote, hazina maana yoyote, bali walitumia akili, busara, hekima kwenye kila jambo lililokuwa wanalifanya. Siku zote mafanikio ambayo mtu hajatolea jasho, hajapambania, lazima yawe na maumivu makali zaidi mara elfu ya yule ambaye amepambana kwa jasho lake lote mpaka kupata mafanikio. Kuna vitu vitatu vya kuepuka ili usiharibu future yako mapema. Vitu hivyo ni vipi? Kuepuka kuishi followers wako wanavyotaka. Yes. Kutengeneza comparison ya watu wa mtandaoni, lakini kufuata hype kuliko reality. Hebu mnielewa hapa vizuri. Epuka kuishi kwa ajili ya vile ambavyo followers wako walivyo wanavyotaka. Epuka kutengeneza comparison na watu mtandaoni. Kufuata hype kuliko reality. Hebu zingatia haya mambo, alafu uje unaambie umefeli wapi. Kwa sababu gani? Ukifuata mkumbo mtandaoni lazima utapotea. Ujui mtu ametoa wapi pesa yake kwenda kununulia nguo na kwenda kula bata. Ujui mtu amepitia njia zipi mpaka amemiliki hizo pesa ambazo anazichezea. Anakuaminisha labda kwamba yeye anamiliki mijengo, anamiliki biashara kubwa. Je, unajua hiyo biashara amepata vipi? Kwa nini ufuatane naye? Kwa nini utamani kuwa kama yeye? Kwa nini ufuate huo mkumbo? Epuka sana hilo jambo. Epuka kujilinganisha na watu wa mitandaoni. Maisha yako wewe kuyafananisha na watu wa mitandaoni. Maisha yako wewe kuyafananisha na yule ambaye amefanikiwa bila wewe kujua amefanikiwa vipi, lakini umekuja kumuona tu mtandaoni na unaanza kutaka kujifananisha naye, kujilinganisha naye, kujithaminisha kama yeye anavyofanya. Epuka hilo jambo. Lakini epuka sana yale mambo makubwa unayoona mtandaoni kuliko ukweli ambao upo ndani uliojificha. Zingatia sana kuheshimu ukweli ambao umejificha, ule ambao watu hawaweki wazi, kuliko kufuata kile ambacho watu wanakiweka kama trend mtandaoni. Watu wanatumia kama silaha ya kujilinda mtandaoni. Epuka sana hivyo vitu. Hakika utakuwa mtu wa thamani na mwenye nafasi kubwa kwenye jamii hapo baadaye kama ukizingatia haya ambayo mimi nakuambia leo. Sio kwa sababu nimefanikiwa, hapana. Sio kwa sababu mimi nimeshapiga hatua, hapana. Ni kwa sababu tu ni lazima tukumbushane kile kidogo ambacho mtu ana ujuzi nacho. Sio kwa sababu mtu tayari amefanikiwa, hapana. Ni kwa sababu ni wajibu wangu mimi kukukumbusha wewe, kama vile ni wajibu wako wewe kunikumbusha mimi unapoona naelekea sio. Kwa hiyo tuzingatie hayo mambo. Naamini kila mmoja wetu atafanikiwa kwa wakati wake. Hebu ni kuongezea kitu kimoja ambacho labda ulikuwa hujui kwenye maisha. Unajua ndani ya wiki
au ndani ya siku tuna masaa 24. Hivi ukitenga dakika 30 kwa siku kwa ajili ya dakika 10 kusoma, kujisomea labda vitabu, labda magazeti, kujisomea tu kitu ambacho kitakufanya akili yako ikae poa. Alafu utenge dakika 20 ambazo ni za kujifunza ujuzi mpya, kujifunza kitu kipya, kujifunza skills fulani kwa siku, dakika 20 tu, ambazo labda hizo dakika 20 ungetumia Instagram kucheka, YouTube kucheka, au kufanyaje, zitumie basi YouTube kujisomea kitu kipya, kujifunza skills mpya, kujifunza jambo jipya ambalo unatamani one day ulijue. Unajua dunia sasa hivi hakuna mtu ambaye anajua kila kitu, na kila siku inavyozidi kupinduka basi kuna mambo mengi ya kujifunza. Hata kwenye hiyo engo ambayo wewe unasema umebobea, kuna vitu vingi ambavyo lazima ujiongezee akilini kila siku ili uwe bora zaidi na zaidi ya wale watu ambao wametangulia kabla yako. Lazima ujifunze kila siku. Kwa hiyo panga hiyo ratiba kidogo tu kwa siku, dakika zako 30, 10 unajisomea vitabu nini, dakika 20 piga kwenye kuongeza skills. Jifunze vitu vingi, jiongezee ujuzi. Alafu baadaye na mimi nitakuja kunishukuru. Kila safari lazima ujipange. Kila jambo unalolifanya lazima ulifanye kwa malengo, sio kwa sababu ya leo, ni kwa sababu ya kesho au siku nyingine inayokuja. Usifanye kwa ajili ya leo, tufanya kwa ajili ya future yako. Zingatia hilo mwanangu, zingatia hilo my sister, zingatia hilo my brother, father and mother. Kesho naamini tutafika mbali zaidi. Mimi ni Abdul Juma, hii ni Dems Media. Nachokuomba subscribe channel yetu, lakini pia kutufollow katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, Instagram, TikTok, Facebook, natumia Dems Media. Asante.